Miongoni mwa taarifa kubwa kwa sasa ni kuhusu hali ya afya ya Mange Kimambi, na changamoto ambayo kwa sasa inamkumba ni kuhusu issue ya kansa ambayo imeonekana kuwa iko so serious kabisa na ipo kwenye third choice, ambayo kwa sasa Mange Kimambi no way out. Yani kwa taarifa ambayo hata kuja kusikia kwamba ameweza kupoteza maisha at the moment, basi si jambo ambalo linaweza likakushangaza sana. Lakini kwa taarifa nyingine ambayo pia imeanza kusambaa na kutengeneza taharuki katika mitandao ya kijamii ni kuhusu taarifa ya Mange Kimambi kuwekewa sumu, na pia tulijaribu pia kufuatilia taarifa na data ambazo ziliweza kutolewa na daktari mwenyewe ambaye alikuwa anahusika na afya ya Mange Kimambi kuhusu kitu gani ama chanzo ambacho kimepelekea Mange Kimambi mwili wake kuisha ghafla, yani the way ambavyo alivyo Mange Kimambi kwa ule wembamba, alafu pia na afya ambayo kwa sasa yuko nayo. Aisee, anatisha, na si ajabu kama tunasema kwamba kwa Watanzania kwamba huyu kama si wa leo basi ni wa kesho. Kila mmoja anatabiri kifo cha Mange Kimambi kipo karibuni, kama mwaka jana 2025 ambapo Mange Kimambi alikuwa yeye ndo kipaumbele cha kuwaambia Watanzania waingie barabarani, na mwisho wa siku pia yaliyotokea bado imeendelea kubakia kama kumbukizi na kama doa, huku Mange Kimambi pia kwa baadhi ya Watanzania wakiwa wanamlaumu na wanakwambia kabisa kwamba haya ndo malipo ya damu za Watanzania ambazo ziliweza kuondoka. Sasa nafikiri kila mmoja atazungumza kwa upande wake, lakini si wakati mzuri sana wa kuanza kulaumiana, hata kama Mange Kimambi aliweza kuhusika na kuwa kama chanzo kikubwa cha kuwafanya vijana waingie barabarani na kupoteza maisha, lakini kwa sasa kila nafsi itaonja mauti. Kwa hiyo pia kwa Mange Kimambi kwa sasa anapigania afya yake na anapigania maisha yake ili mradi aweze kurejea tena, lakini kwa dalili za wazi ambazo tunaziona hali ya Mange si nzuri, si shwari. Usidanganywe na ile video ambayo aliweza kuiachia na kuzungumza, lakini nikwambie tu bado hali yake haijatengemaa hata kidogo. Afya yake mpaka hivi sasa hali inazidi kuwa ni mbaya, na yupo kwenye chumba maalum kabisa ambacho kinatazamwa 24 hours na madaktari ambao wako makini kabisa kuangalia hali ya mgonjwa ambaye kwa sasa ameonekana pia kuwa kwenye changamoto kubwa sana ya hata upumuaji wake umekuwa ni wa shida, lakini pia kama unavyoweza kuona pia mwili wake unazidi kupungua kwa kasi, na inapelekea hata pia baadhi ya magonjwa mengine kuanza kulipuka bila yeye mwenyewe pia kuanza kutarajia. Sasa nisimalize sana maneno, ila nikupe nafasi ya kudondosha comment yako kwenye upande wa Hatuboy Media. Kama kawaida sina mengi sana, ila usisahau pia kusubscribe, kulike na kucomment as usual.